Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka nchini Uganda ambaye pia ni mkurugenzi wa kituo cha utafiti cha Agora, Agatha Atuhaire, amepatikana akiwa hai katika mpaka wa Uganda na Tanzania Mutukula asubuhi ya leo Mei 23 mwaka 2025. Familia ya Agatha imethibitisha kupatikana kwa mwanafamilia wao. Agatha Atuhaire na mwenzake Boniface Mwangi ambaye alipatikana siku ya jana nchini Kenya walikamatwa na mamlaka nchini Tanzania walipowasili kufuatilia kesi zinazomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Mugwai Lissu. Kituo cha utafiti cha Agora kimethibitisha kupatikana kwa mkurugenzi wao, ambapo taarifa yake ilisema kuwa tunafarijika kufahamisha umma kuwa Agatha amepatikana. Alitelekezwa mpakani na mamlaka za Tanzania. Maelezo zaidi yatatolewa baadaye leo. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kila mtu ambaye alisimama kwa mshikamano wakati huu. Juhudi zako zilifanya mabadiliko. Agatha, licha ya kuwa ni mwanaharakati mashuhuri nchini Uganda, pia ni mwanasheria na mwandishi wa habari mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 10 akifanya kazi kwenye vyombo vya habari vya Uganda, Afrika na vya kimataifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wiki hii alitoa onyo kali kwa wanaharakati kutoka nchi jirani kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, akisisitiza kuwa taifa hilo haliwezi kuwa shamba la bibi ambapo kila mtu anaingia na kufanya apendavyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa toleo jipya la sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001, toleo la mwaka 2024, Rais Samia alisema kuwa kuna mwenendo unaoibuka wa baadhi ya wanaharakati kutoka mipakani na kuingilia masuala ya ndani ya nchi, hali ambayo haiwezi kuvumilika. Nanukuu, tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema anachokitaka. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region, ndani ya kanda yetu hii, kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku, alisema Rais Samia. Kauli hiyo aliitoa siku moja baada ya wakili mashuhuri wa Kenya na aliyewahi kuwa waziri wa sheria Martha Karua pamoja na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga kuzuiwa kuingia nchini Tanzania. Hii ni Habari Digital. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, vile vile kutembelea mitandao yetu ya kijamii ambapo Instagram ni Habari Digital na X yani Twitter ni Habari Digital. Hadi wasaa mwingine, endelea kutufuatilia.